Manchester walikuwa na mpango ulikuwa bora sana na rahisi kuweza kuongeza kiungo mmoja wa kiwango cha juu ambaye angekuja kubadilisha kabisa safu ya kiungo ya United, lakini mpaka leo mpango huo bado umeshindikana, na hii inakuja baada ya dili nyingi kugonga mwamba. Usajili wa Ederson kujiunga na United ulishindikana baada ya kushindwa kufuzu vipimo vya afya kutokana na changamoto ya goti. Elliot Anderson gharama ilikuwa kubwa, akajiunga na City kwa rekodi ya ligi ya England pale. Mtu kama Matheus Fernandes na Tonali wakajiunga na Spurs. Kwa siku chache tu Manchester wamejikuta wakikosa karibu targeti zao zote muhimu ambazo zilikuwa ndio kipaumbele. Lakini sasa swali sio tena nani atasajiliwa. Swali ni je, Manchester wako tayari kubadili mkakati kabla ya dirisha halijafungwa na kuweza kuangazia machaguo mengine, kwa sababu wasipobadili mkakati mapema, msimu unaweza kuanza kabla hawajapata suluhisho la tatizo kubwa zaidi la eneo la kiungo. Manchester walikuwa na mpango mmoja mzuri. Ukiangalia tangu dirisha la usajili kabla halijafunguliwa, Manchester walikuwa wazi kwamba wanataka kufanya usajili wa kiungo. Michael Carrick na Ineos walikuwa kwenye njia moja, walitaka kubadilisha kabisa safu ya kiungo, si kwa kuongeza mchezaji kwa maana ya idadi, bali kupata mchezaji ambaye ni bora. United walikuwa wanahitaji mchezaji ambaye ana uwezo wa kuweza kushinda mipira na kuanzisha mashambulizi na kuweza kuipa balance team wakati ambapo inakuwa imepoteza mpira, aweze kuwa na uwezo wa kumiliki mchezo. Ndio maana majina kama Anderson, Elliot yalikuwa yanahusishwa, Matheus Fernandes wakaanza kutajwa mara kwa mara. Lakini kadri muda ulivyokwenda, kila dili lilianza kuwa gumu, na hapo ndipo mpango wa kwanza, mpango A, ukaanza kuyumba kabisa. Kufeli kwa dili la Ederson limetuma ujumbe mkubwa sana kwa Manchester United. Ederson ilikuwa ni moja kati ya machaguo sahihi la bei rahisi, paundi milioni 38, kitu ambacho ilikuwa ni rahisi kwa Manchester. Alikuwa na uzoefu wa Serie A, alikuwa na nguvu na alikuwa anaendana na falsafa ambayo Carrick angeweza kuitumia. Alikuwa anataka kuwa na mchezaji ambaye anaweza kuwa box to box na anaweza kufanya kazi nyingi katika eneo la uwanja. Lakini Manchester haikufanikiwa kukamilisha usajili wa kiungo huyu. Hii inatuonyesha jambo muhimu au mambo muhimu kwamba kwa sasa Manchester wanazingatia mambo muhimu kwenye swala zima la usajili. Jambo la kwanza ni upande wa nidhamu ya kifedha. Lakini pili ni kujua historia ya majeruhi ya mchezaji yanaweza vipi kuathiri timu kwa ujumla, na ndio maana waliachana Ederson. Sasa Manchester wanatakiwa kuadapti hali hii haraka sana na kuamua kwenda mbele. Hapa ndipo viongozi wa Manchester, Jason, akina Omar Berrada, Christopher Vero wanapaswa kubadilisha kabisa mipango ya wazi na kufanya kazi. Waache kutegemea majina mawili au matatu, kwa sababu unaposhindwa kwa mmoja unakosa wa pili, mambo yanabadilika. Ni lazima kuwa na plani ya nyota wengi ambao unawahitaji. Lakini jambo la pili, viongozi wanatakiwa waangalie zaidi ya nje ya England, kutafuta watu bora katika ligi zingine, kwa sababu England soko limekuwa kubwa, lakini kuna viungo wengine bora kutoka Ubelgiji, kutoka Bundesliga, kutoka Ligue 1, kutoka Serie A na hata Ureno. Unaweza kupata wachezaji ambao wana ubora kwa gharama ambazo si kubwa zaidi ya hizi ambazo tunatajwa. Lakini tatu, Manchester wanapaswa kufanya maamuzi ya haraka zaidi. Kwa sasa kuna kila sababu ya kufanya maamuzi ya haraka ili kuwasajili wachezaji ambao watajiunga na timu kwenye pre-season ili kuanza kuadapti ile mipango ya Carrick kuelekea msimu ujao. Carrick hapa hana muda wa kusubiri tena. Hili ni jambo muhimu sana kwa Michael Carrick. Manchester atacheza ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao. Ratiba itakuwa ngumu sana. Kuna mechi nyingi. Safu ya kiungo ndio eneo ambalo linabeba mzigo, ndio punda wa timu. Kama Manchester wataingia kwenye michuano hii bila kuwa wamerekebisha eneo hili ambalo limekuwa changamoto kwa muda mrefu, mambo yanaweza kujirudia, matatizo yale yale ya misimu miwili mitatu nyuma ambayo ilikuwa shida ya Manchester. Ndio maana siku chache zijazo zinaweza kuwa za maana zaidi kuliko miezi kadhaa iliyopita ya tathmini. Manchester wanapaswa kureact haraka katika swala zima la kupata kiungo. Viongozi hawahitaji tena kufanya mipango ya kuanza kufikiria zaidi. Wanatakiwa kufanya sasa ni kufanya sajili za haraka na nyota ambao wanatajwa waweze kusajiliwa. Dirisha linaenda kasi sana, kama ambavyo Manchester wanatakiwa kujua kwamba msimu uko karibu zaidi na malengo ya msimu ujao hayaji kwa rahisi. Wamempoteza Ederson, Elliot Anderson, Matheus Fernandes, Tonali, hao wote imeshindikana. Kinachofuata ndicho ambacho kitaamua zaidi. Je, dirisha hili litakumbukwa kama dirisha tulilofeli ama dirisha ambalo tulibadilisha mwanzo mpya?
kuwa chini ya Michael Carrick pamoja na sajili za maana kama ilivyokuwa msimu uliopita, Mbeumo, Shesko pamoja na Cunha. Kwanza ni kuleta mpango mpya wa mafanikio ya kuna namna. Ni lazima Manchester wa react haraka sana kwa kuleta nyota wanaofuata. Nini ambacho unapaswa kufanyika kwa sasa? Baada ya kufail kwenye target A, unapaswa kwenda kwenye target B. Carlos Baleba kutoka Brighton, paundi milioni 75. Inawezekana kabisa na thamani hii inaweza kutupa mchezaji. Adam Wharton kutoka Crystal Palace, inatajwa paundi milioni 100, lakini bado hakuna taarifa za moja kwa moja. Angelo Stiller kutoka Stuttgart, karibu paundi milioni 50 anaweza kupatikana. Manu Kone paundi milioni 35 mpaka 45 anaweza kupatikana. Javi Guerra kutoka Valencia 25 mpaka 45 anaweza kupatikana. Lakini pia tukumbuke, baada ya kumpata kipa Caldalo ambaye ni msaada wa goalkeeper Senne Lammens, bado Manchester wanahitaji beki wa kushoto, winga wa kushoto na mshambuliaji ili kuweza kucompete kuelekea msimu ujao. Sasa tunataka kusikia Manchester wana react vipi kwenye hili, kwa sababu huu ndio wakati ambako viongozi wa timu wanatakiwa kujua tunaenda kwenye wakati mgumu zaidi. Wachezaji ambao wanazungumzwa na kutajwa ni jambo ambalo Manchester inapaswa kureact haraka. Sokoni kuna ushindani mkubwa, paundi milioni 80 na zaidi kumpata Alex Scott, lakini kuna paundi zaidi ya milioni 75 kumpata Carlos Baleba, na bado kuna nyota wengine ambao Manchester inahusishwa nao, lakini pia ni gharama kubwa kuweza kuwasajili. Huu ndio wakati wa kubadilisha plan zote A na kwenda plan B, kwa sababu bado Manchester haijatimiza matakwa ambayo yanatakiwa katika swala zima la kuijenga timu hii upya. Michael Carrick huenda akapewa mzigo mzito kuelekea dirisha lijalo kama atarejea na kiungo ya mtu mmoja tu, Andre Santos pamoja na Kobbie Mainoo. What if injuries kawatawala hawa vijana? Nini kitatokea? Hapo ndipo Ineos wanapaswa kureact haraka na kuleta kiungo bora. Tunafahamu pre-season kwa timu imeanza tangu tarehe 9 na kuna baadhi ya vijana wanatarajiwa kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Hakuna kiungo wa moja kwa moja ambaye inaonekana atatoka timu ya vijana na kuja kuibeba Manchester kwenye eneo la katikati. Licha ya kuwepo baadhi ya vijana, mtu kama Fletcher bwana mdogo yule anaweza kuja kucheza eneo la kiungo, lakini bado si nyota wa 100% kwamba atakuja kuibeba Manchester kwenye mabega yake. Huu ni wakati ambao Manchester inahitaji watu bora, halafu kuingiza vijana ambao wanaweza kuja kuisaidia. Dirisha linawezekana likawa gumu, lakini Ineos pia hawapaswi kujificha kwenye kichaka cha kusajili wachezaji ambao wana quality na standard ya EPL pasipo kulipa fedha nyingi. City anatoboka, Liverpool anatoboka, Arsenal anatoboka, Real anatoboka na vilabu vingine vikubwa barani Ulaya vinatoboka ili kupata quality bora. Unapoenda kumfuata mtu kama Ayoub Daoud, klabu yake ya Lille inasema inahitaji euro milioni 70 to 80. Hivyo ndio wakati ambako sasa Ineos wanapaswa kutuletea wachezaji bora kabisa kuelekea dirisha lijalo. Bana, tunaenda mjini na tuende ride. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment. Ciao.